ya msingi wa kisera, masuala muhimu ambayo hayakuwa yamezingatiwa kwenye sera iliyopita. Wakati tukiendelea na utekelezaji wa sera 1995, tulikuwa na baadhi ya shughuli muhimu ambazo serikali ililazimika kuzifanya bila kuwa na msingi wa sera. Moja ya shughuli hizo ni zoezi la uimarishaji wa mipaka ya kimataifa ya Tanzania na nchi jirani katika kurahisisha utambuzi wa alama za mipaka. Tumekuwa tukifanya kazi hii lakini bila kuwa na mwongozo wa sera. Sasa tumeamua kuweka kwenye sera ili tupe nguvu katika utendaji wake, lakini pia nguvu ya kutunga sheria au kurekebisha sheria za mipaka yetu. Zoezi hili linalotekeleza malengo ya Umoja wa Afrika ya kuimarisha ujirani mwema maeneo ya mpakani lilikuwa likifanyika kwa utashi wa kisiasa tu, na sasa tumeleka kwenye sera kwa kuweka bayana lengo la kuwa na mipaka kimataifa iliyoimarishwa na salama. Vile vile kwa kutambua fursa zinazoendelea kuongezeka kwenye uchumi wa buluu, sera hii imebainisha haja ya kuweka utaratibu wa kisera wa kusimamia uchumi wa rasilimali zilizoko kwenye maji kwa kupima na kumilikisha ardhi katika maji ili rasilimali hii itumike kwa ufanisi na tija na kuleta manufaa endelevu. Hivyo tumejumuisha kwenye sera lengo la kuweka utaratibu wa upimaji wa ardhi katika maji. Kwenye hili nadhani huwa mnasikia mara tunabishana na huyu, ziwa limesogea huku, ziwa limerudi huku, mara tunabishana na huyu, mto umezidi huku, huu umezidi huku. Kwa hiyo tunakwenda sasa kupima. Tunajua ni changamoto. Kuna diplomasia ya kutosha lazima itumike ili kuelewana na majirani na tuweze kupima na tujue Tanzania tunakwenda mpaka wapi na kuviepusha vizazi vyetu vijavyo na migogoro ya ardhi na mipaka huko baadaye. Aidha, tumekuwa na ongezeko la kiwango cha biashara kinachohusu sekta ya milki, yani real estate, na wadau wa sekta hiyo pia wameongezeka. Licha ukuaji huo, mchango wake kwenye pato la taifa umekuwa pia ila sio mkubwa ikilinganishwa na fursa zilizopo. Tuna fursa nyingi hatujazitambua. Sasa sera hii kwa miaka ijayo tunatarajia sekta ya milki itashuhudia ukuaji mkubwa sana. Hivyo tumejumuisha kwenye sera lengo la kuimarisha usimamizi wa soko la ardhi hapa nchini. Kama nilivyosema, kuna watu wengi wangependa kuja Tanzania kusaidiana na ule mradi uliooneshwa wa makazi ambao uko chini ya shirika letu la nyumba. Wangependa kuja sekta binafsi na wenyewe kujenga, lakini sera yetu haikuwa clear. Kwa sasa hivi tukisha kuweka sera, tunatunga sheria, waje wajenge, lakini si kwa kuamilikisha ardhi, ni kwa kodisha ardhi, na watusaidie kupunguza tatizo la makazi. Lakini jambo la pili, tunakwenda kuongeza kasi ya usajili wa ardhi. Licha ya hatua tulizopiga katika upimaji, takwimu zinaonyesha kuwa takriban 75%, amesema vizuri waziri, ya ardhi nchini bado haijasajiliwa. Hali hii sio tu inachangia upotevu wa mapato, bali inaleta pia hali ya kutokuwa na usawa, kwani baadhi ya wamiliki wa ardhi wanalipia umiliki wa ardhi na wengine hawalipii. Hii si sawa na sio haki. Katika hili tumebaini kwamba sera iliyopita haikuwa na sharti la kuwataka wamiliki kusajili ardhi yao. Sasa tunataka kila kipande cha ardhi ndani ya nchi hii kipangwe, kipimwe na kisajiliwe. Kwa wale mliokuwa na vijumba vyenu kule ambako mabwana ardhi hawafiki mara kwa mara, sasa kila mmoja anakwenda kupimiwa, anasajiliwa, na kila mwaka ukizunguka ardhi ile ailipie kama sheria zinavyosema. Katika kuwezesha hili, tutahakikisha kuwa upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi unarahisishwa ili kuwezesha wananchi kumiliki ardhi, na tumerahisisha. Kipita kwenye mabanda maonyesho kule, mtaona jinsi wizara ilivyorahisisha
upimaji, upangaji na umilikishwaji wa ardhi kwa wananchi. Pamoja na kusajili kila kipande cha ardhi, tutaongeza usalama wa milki. Ile hapa pangu, hapa sio, hapa pangu, hapa sio, sasa itakuwa haipo. Kuna kesi kadhaa, mtu ana ardhi yake, kajenga kijumba chake, wanatokea matapeli huko, wanakwenda kushirikiana na wengine ndani ya wizara, wanabadilisha hati, basi inakuwa ugomvi mahakamani, mwenye haki ananyang'anywa. Mwenye haki ananyang'anywa kwa sababu tu watu wana uwezo wa kubadilisha hati za umiliki wa ardhi ile, lakini ukimuuza nyumba ulijenga, hapana, nyumba alijenga huyu. Sasa hii ardhi hati yangu mimi hii hapa. Ulikuwa wapi mpaka huyu kajenga na ana hati? Kajenga alafu nakuja juu yake. Kwa hiyo haya yanakwenda kuondoka, ndugu zangu. Jambo la tatu, tunakwenda kuimarisha uwezo wa utatuzi wa migogoro ya ardhi. Moja, kama nilivyosema, lakini pia niseme kumekuwa na hatua mbalimbali zilizochukuliwa katika kuimarisha utatuzi wa migogoro ya ardhi nchini. Miongoni mwa hatua hizo ni kuanzishwa kwa mabaraza ya ardhi katika ngazi za kijiji, kata na wilaya. Kwa kiasi chake, mabaraza haya yamesaidia katika utatuzi wa migogoro, japo bado tunaona kuna nafasi ya kuboresha zaidi. Yamesaidia, wakati mwingine yenyewe yanaibua migogoro, kwa hiyo tumeona kuna haja ya kuyaboresha zaidi. Hivyo kupitia sera hii tunakwenda kupitia upya mfumo wa mabaraza ya ardhi na kuimarisha mifumo ya udhibiti wa vyanzo vya migogoro ya ardhi. Tuna imani kuwa sera hii itatusaidia sana katika kukabili migogoro ya ardhi kwa kutumia tehama. Tukitumia tehama, hakuna tena ule uwezo wa kwenda kule kwenye library tuliooneshwa, kwenda kutafuta faili moja moja, na ofisa akichoka amekwenda saa 7, 8 mchana, tayari kichwa kimeshabadilika, anapekua haoni, anasema bwana, hakuna miliki ya ardhi hii, anatoa hati kwa mtu mwingine. Hii inakwenda kuondoka, sababu ukiweka kwenye mtandao umeweka, na uzuri ni kwamba mitandao hii inasomana. Ukisha kuweka kwako ardhi, TRA atasoma, kule kwenye urithi sijui na vifo itasoma, kwenye NIDA itasoma, kila pahali itasoma. Sasa tumuone yule mwanamume shujaa wa kwenda kubadilisha hati za watu. Tanzania oye! Jambo la 4, tunakwenda kuimarisha uthamini na ulipaji wa fidia. Pamoja na uwepo wa sharti la kulipa fidia kwenye sera iliyopita, katika utekelezaji tumebaini upungufu katika utaratibu wa malipo ya fidia ya ardhi na mali. Hali hii imeleta malalamiko makubwa sana miongoni mwa wananchi